Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naam, katika mwendelezo wetu wa masomo ya hijama, leo tutazungumzia vibeba afya katika mwili wa mwanadamu. Leo tutazungumzia vitu muhimu ambavyo vinabeba afya katika mwili wa mwanadamu, na jinsi gani hijama inavyoweza kukarabati mwili kutokana na hivyo vibeba afya vikarudi katika asili yake na vikafanya kazi kwa ufanisi ule wa hali ya juu sana, na hatimaye mwili wa mwanadamu ukarudi ukarekebishika na afya yake ikaendelea kuwa imara. Mwili wa binadamu umebebwa na vitu vifuatavyo ambavyo hivi vitu ndio msingi wa kuwa na afya nzuri. Kwanza, mwili wa mwanadamu umebebwa na kinga. Kazi kubwa ya kinga ni kudhibiti uvamizi wa virusi mbalimbali ama bakteria wanaoweza kusababisha maradhi mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambapo hizi tunaita kitaalamu white blood cell, ni zile seli nyeupe za kinga. Hawa ni askari ambao wamejaa katika mwili mamilioni kwa mamilioni kwa ajili ya kulinda mwili. Kwa hiyo kitu chochote kinachokuja katika mwili ambacho kinaweza kusababisha maradhi, iwe ni kirusi ama kijidudu chochote, basi hizi kinga ndio hupambana na kile kitu kisichohitajika, hatimaye kitu kile kinapelekea kufa na kupoteza mwelekeo wake na mwili wa mwanadamu ukabaki salama. Kwa endapo kinga ikashuka, basi maana yake kwamba mwili huu unakuwa ni rahisi kuingiwa na maradhi. Kijidudu tu kidogo kikiingia cha maradhi au kirusi kikiingia tu cha maradhi, kinaweza kikatawala katika mfumo mzima wa mwili na hatimaye kumsababishia mtu maradhi mazito. Kwa mwili umebebwa na kinga katika kuimarisha ama kuijenga afya ya mwanadamu. Kitu cha pili ambacho kinabeba mustakabali nzima wa afya ya mwanadamu ni mzunguko wa damu safi. Damu safi ambayo imebeba oxygen, damu safi ambayo imebeba virutubisho, damu safi ambayo imebeba vitamin. Damu hii inapofanya mzunguko wake katika mfumo mzima wa mwili, ndio unaokufanya wewe mwili wa binadamu uweze kusurvive, uendelee kufanya kazi zako kama kawaida. Na ndio maana damu inapokuwa haipo katika uwiano ulio sawa, ima imepungua au imezidi sana katika mwili, lazima mwili wako utaleta shida. Lazima ikizidi itakuwa ni shida na ikipungua itakuwa ni shida. Kwa kibebeo cha pili cha afya ya mwanadamu kinachokufanya wewe uweze kusurvive na maisha ni uwepo wa damu katika mwili wako. Kwa damu ni moja katika kibebeo cha afya ya mwanadamu, ni the best katika afya yako kwa ujumla. Na kibebeo cha tatu kinachobeba afya ya mwanadamu ni nishati. Nishati ndio inakufanya wewe uweze kufikiri. Nishati ndio inakufanya wewe uweze kuamua. Nishati ndio inakufanya wewe ufanye mambo yote yanayohusiana na nguvu ya mwili, kukimbia, kutembea, kunyanyua mizigo mizito. Nishati ndio inakufanya wewe kuweza kumeng'enya chakula, ukila chakula kikameng'enywa. Na kuna viungo maalum ambavyo vinahusika katika uzalishaji hizo nishati. Hii ilikuwa linashika nafasi kubwa katika hilo jambo. Kwa nguvu ya misuli, uimara wa mifupa, utimamu wa mwili mzima unategemea nishati. Option zako zote unazozifanya, kutembea, kukimbia, kukazana, kulima, kufanya kila kitu, msingi wake unabebwa na hiyo nishati. Kwa nishati ni kibebeo cha tatu katika vibebeo ambavyo vinapatikana katika mwili wa mwanadamu na kumfanya mwanadamu awe na afya iliyokuwa nzuri.
Kibebeo cha 4 kinachokufanya wewe uwe na afya nzuri ni vimiminika vya homoni. Mwanadamu ana homoni za aina mbalimbali. Homoni za kucheka, homoni za kufikiri, homoni zinazosaidia mambo ya uzazi. Ana homoni za aina mbalimbali. Hasa hizi homoni hizi zote zipo katika mfumo wa kimiminika. Uwepo wake katika mwili ni moja katika sababu ya utimamu wa afya yako. Lakini kibebeo cha 5, maji ya limfu. Maji ya limfu. Maji ya limfu, katika mwili wa mwanadamu kuna mishipa, ambapo mfano wake hii mishipa inafanana kama mishipa ya damu, lakini yenyewe huwa haibebi damu bali inabeba maji. Maji ambayo haya maji kitaalamu ndio yanaitwa limfu. Na ndani ya hii maji kunapatikaniwa pia hizo white blood cell ambazo zinasaidia wewe kuimarisha katika kinga. Kwa maji ya limfu, vimiminika vya homoni, nishati, mzunguko wa damu, kinga, kubebwa kwa hivi vitu vitano, ikatokea wewe katika mwili wako unasikia maumivu, basi moja katika msingi wa chanzo wa tatizo lako ni hivi vitu vitano. Ima kinga yako haiko sawa, au mzunguko wako wa damu ni dhaifu, au nishati yako imeshuka, au vimiminika vya homoni haviko sawa, au maji ya limfu yana shida. Kwa mchakato wa tiba ya hijama unapokwenda kufanyika, unakwenda kudili na hivi vitu. Kwanza, hijama inasaidia sana kuimarisha white blood cell, na ndio maana huwa tunasema hijama ni chanjo na kinga. Hijama ni chanjo kwa maana inasaidia kuzuia mtu asipate magonjwa. Ni kinga, inasaidia kuukinga mwili dhidi ya mashambulizi ya virusi ama vijidudu ambavyo vinaweza kusababisha maradhi katika mwili wa mwanadamu. Hijama inashughulika na mzunguko wa damu kwa kuondosha zile red blood cells zilizokufa, ambapo zinatoka katika hali ya kuwa kimiminika inakuwa katika hali ya mabonge, mapande, kitu ambacho sio sifa ya damu. Damu hii ikiondolewa katika mwili inaruhusu mzunguko mzuri wa damu, na hiyo damu ndio inaobeba hizo kinga, hiyo damu ndio inaobeba nishati, hiyo damu ndio inaobeba vimiminika vya homoni, hiyo damu ndio inaobeba hayo masuala ya limfu na mfano wake. Kwa tunaposema tiba ya hijama au chupu au kuumika au cupping therapy, ujue tunazungumzia tiba ya kibingwa ambayo inakwenda kudili na hivi vitu ambavyo ndio msingi wa mtu kupata maradhi, kuumwa. Yawe ni maumivu au yasiwe maumivu, yakani magonjwa mengine kama ni figo, kama ni ini, kama ni magonjwa ya tezi dume na mfano wake. Kupitia tiba ya hijama inakwenda kusawilisha hivi vitu kwa kuondoa seli za kinga zilizokufa, kwa kuondoa damu iliyokufa, kwa kuondoa nishati mbovu iliyokufa, ambapo asili yake baada ya kuwa imekufa yanabaki kuwa kama ni makapi na uchafu, kuondoa vimiminika vya homoni vilivyokufa baada ya kuwa vishatumika kwa muda mrefu, lakini pia kuondoa na maji ya limfu yaliyokwishatumika ambayo yamepita muda wake. Ndio maana wakati mtu anafanywa hijama, wako wanaotoa damu nyeusi, wapo wanaotoa maji ya njano, wapo wanaotoa mafuta, wapo wanaotoa damu ambayo yenye povu, na wapo ambao wanatoa damu iliyochanganyika na maji meupe kama maziwa. Haya yote ni matokeo ya tiba hii ya kibingwa ya hijama inapokwenda kudili na vitu hivi vitano. Kwa ndugu yangu, usichukulie poa tiba hii ya hijama ukachukulia kama ni tiba fulani ya simple sana. Kaa darasani uje usome. Njoo usome hii tiba, halafu ingia katika practical ya hii tiba.
alafu uone matokeo ya hii tiba, basi wallahi kama mtu atakuwa na tatizo lolote, basi first yake ya kwanza ya tiba ni hijama. Mimi ukiniuliza tiba gani bora, nitakwambia hijama. Ukaniuliza mara pili tiba gani bora, nitakwambia hijama. Ukaniuliza mara tatu tiba gani bora, nitakwambia hijama. Alafu tiba ya mara ya 4 ndio naweza nikakwambia tiba hizo zingine kama ni za dawa si na nini. Kwa maana hijama ni the best sana. Ila hijama haiondoi umuhimu wa tiba za kihospitali. Tiba za kihospitali zinabaki na umuhimu wake ule ule na unyeti wake ule ule. Ila yako magonjwa ambayo hospitali wanayashindwa, tiba ya hijama inakuja kutoa suluhu. Kwa sababu tiba hii inadili na vile vitu vilivyokufa katika mwili, ambapo kubaki kwake katika mwili inakuwa ni makapi na uchafu ambayo inapelekea kuleta madhara katika afya ya mwanadamu. Kwa mtu asiyefanya hijama hana tofauti na mtu aliyekufa. Mtu asiyefanya hijama hakuna tofauti na mtu ambaye anaishi bila kuoga au anaishi bila kufua. Mtu asiyefanya hijama hakuna tofauti na mtu ambaye anaishi nyumba ambayo haifagiliwi, haipigwi deki, haitolewi mibuibui. Yaani jinsi itakavyokuwa hizo hali, na ndivyo unavyokuwa wewe mwili wako. Unakusanya sumu, unakusanya takataka, unakusanya virusi, unakusanya fangasi, unakusanya vijidudu vya kila namna. Uona hangaika, unakula dawa, ndio unazidi kupeleka sumu katika mwili wako. Kumbe solution ilitakuwa ufanye tiba hijama ili kuboost kinga yako, kuimarisha mzunguko wako wa damu, kuimarisha nishati yako, lakini pia kuimarisha vimiminika vya homoni ili vifanye kazi yake vizuri na kuzaliwa homoni upya, lakini pia kusababisha maji ya limfu yaweze kuzaliwa upya na yale yaliyokufa yatolewe nje ili mwili uendelee kuoperate na kufanya kazi yake kama kawaida. Ni mimi daktari wako Dr. Omar Kamna, mkurugenzi wa Kamna Hijama Clinic Center. Kamna Hijama Clinic Center inapatikana mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Tuko maeneo ya Chanika, Buyuni. Kituo cha kushuka kwa daladala kinaitwa kwa Singa. Hapa ndipo inapopatikana kliniki yetu. Lakini pia tuna matawi yetu kwa mkoa wa Mtwara pale Masasi mjini. Lakini pia kwa mkoa wa Pwani tuna tawi letu Mafia pale Kilindoni. Lakini pia kwa mkoa wa Kagera tuna tawi letu pale Bukoba mjini, kata ya Kashai. Kwa yeyote ambaye anahitaji huduma zetu, ima katika hayo matawi tuliyotaja ama kwa makao makuu kwa wale waliopo Dar es Salaam, tunawakaribisha sana. Tunatoa huduma za tiba hijama za kibingwa kwa wale wenye maradhi yasiyoambukiza na maradhi mengineyo, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuweza kupata ufumbuzi wa haya maradhi. Lakini pia tunatoa huduma za matibabu ya ruqya kwa wale waathiriwa na mashaitani. Lakini pia tunafanya dua kwa wale ambao wenye kusibiwa na matatizo mbalimbali ya kilimwengu, maisha na mengineyo. Tunafanya dua ili kuwasaidia na kuombea Mwenyezi Mungu awaondoshie matatizo yao. Kwa kliniki yetu haidili tuna hijama, bali inadili na mambo hayo yote. Tunawakaribisha sana. Lakini pia tunatoa dawa na kutengeneza dawa ambazo ni za kibingwa za kusaidia kutibu magonjwa mbalimbali kama tezi dume, kisukari, pressure na mfano wake. Kwa haya machache sina la ziada. Mawasiliano yetu ni 0764706448. Hiyo ni namba yangu. Lakini ukitaka kunipata WhatsApp kwa wale waliokuwa nje, basi unaweza kanitafuta kwa 0717519111. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba yetu ya ofisi 0758519116. Lakini pia kituo chetu kinahusika katika kufanya training ya mafunzo ya hijama. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa ajili ya kujifunza tiba ya hijama hii, lakini pia na tiba inayohusiana na tibalishi na dawa asilia, ili kuweza kuzalisha wataalamu wenye ujuzi na weledi wa kutosha katika fani za tiba. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.